wenye kumbukumbu nzuri, ni mchezo ambao matokeo yake yanakuachia kumbukumbu chanya ya kudumu ama yanakuachia kumbukumbu hasi ya kudumu. Ni top game, ni dabi ambayo namba moja kwa mpira wetu wa Tanzania, namba moja Afrika Mashariki na Kati. Kuelekea katika mchezo huo, maswali yamekuwa ni mengi. Mechi itachezwa wapi? Zamani mechi hii ikifika haina maswali mengi. Inafahamika wazi mechi inachezwa katika uwanja mkuu wa nchi husika. Kwa maana ya uwanja aidha wa Benjamin Mkapa. Zama hizi, zamani ilikuwa ikifahamika ni uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa. Lakini kutokana na mabadiliko hapa na hapa, mechi hii imekuwa ikihamahama. Kwa hiyo kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 3 ya mwezi wa 5, mechi yetu ya Kariakoo Derby itapigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao uko Mbweni jijini Dar es Salaam, na ni uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club. Sawa. Kwa nini uwanja wa Isamuhyo? Kwa sababu kwa vinazungumzwa viwanja vingine tofauti tofauti, kama lipo ndani ya uwezo wako. Kwanza Meja Isamuhyo ndio uwanja wetu wa nyumbani msimu huu. Lakini kabla ya hapo sisi Simba interest yetu ama matakwa yetu, mechi hii ya Kariakoo Derby tulitaka ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tumekubaliana kwa maana ya vilabu, mamlaka za mpira pamoja na mamlaka za serikali, ya kwamba mechi kubwa za nchi hii ya Tanzania zitapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na baada ya kufika ratiba ya mechi hii, Simba kama kawaida yetu tukatuma maombi kwa wamiliki wa uwanja kwamba tunataka dabi yetu ichezewe katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hayo ndio yalikuwa matakwa na mapenzi yetu sisi Simba Sports Club. Lakini tukapokea taarifa kutoka kwa wamiliki wa uwanja wakitueleza kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sasa upo katika matengenezo na marekebisho kwa ajili ya maandalizi ya AFCON, na kwa mantiki hiyo tukalazimika Simba kutafuta uwanja mwingine. Baada ya kukosa uwanja Benjamin Mkapa, chaguo letu la pili ama chaguo letu la kwanza baada ya Benjamin Mkapa ikawa ni uwanja wetu wa nyumbani ambao tumeanza kuutumia tangu msimu huu umeanza, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo ndio sababu ya msingi ya kwa nini si Benjamin Mkapa na kwa nini uwanja wa Meja Isamuhyo. Uwanja wa Meja Isamuhyo ndio uwanja ambao ndio uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo baada ya kuikosa Benjamin Mkapa hatukuwa na option nyingine zaidi ya kwenda katika uwanja wetu wa nyumbani, uwanja wa Meja Isamuhyo, uwanja wa Mbweni, uwanja wa Mnyama. Sisi tu mashabiki wa Simba, sisi tutaumaliza uwanja wote ule, tutafurika pale. Uwanja wa Meja Isamuhyo makadirio yake wanaingia kati ya watu 9,500 mpaka watu 10,000. Tafsiri yake ni kwamba kutoka watu 60,000 ambao walikuwa wanaingia Benjamin Mkapa kwenda kuitazama mechi ya Simba na Yanga, sasa ni watu 10,000 pekee ndio watakaoingia uwanja wa Benjamin Mkapa. Nini maana yake? Maana yake hapo ni survival of fittest. Yule ambaye atakuwa sharp kwenye kununua tiketi ndiye ambaye atafanikiwa kuja kuiona Kariakoo Derby ya Meja Isamuhyo. Lakini si jambo la kushangaza kwa sababu kutoka kwenye watu 60,000 ambao huwa wanaingia kuiangalia dabi ya ligi kuu msimu huu ya raundi ya kwanza, waliingia watu 15,000 katika uwanja wa Amani. Kwa hiyo hatutoki pale kwenye 60,000, natoka pale kwenye watu 15,000. Sasa ni watu 10,000 pekee katika uwanja wa Meja Isamuhyo. Kwa hiyo viingilio tutatangaza very soon, na namna ya upatikanaji wa tiketi vile vile tutatangaza, na baada ya kutangaza viingilio na tukaanza kuuza tiketi, hapo sasa si wakati wa kudema, si wakati wa
nitanunua tiketi uwanjani, sio wakati wa kusema nitanunua tiketi kesho. Hapo tumeanza kuuza tiketi, unanunua tiketi muda wako huo huo. Nafikiri tutakwenda kuifikia record ama kuivunja rekodi ya Soweto Derby. Nafikiri tiketi kuuzwa na kumalizika ndani ya lisali moja, tiketi za Kariakoo Derby. Haya, semaji, tumalizie kama litakuwa penda na uwezo wako. Tutegemee tutafanya hamasa licha ya namba ndogo ya kupokea watu katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, au tukishasema tu jamani mzigo ni wa hamasa tutafanya. Ya nini? Najua hamasa ile ina mrengo miwili. Kwanza ni fans engagement. Kutengeneza uhusiano chanya baina ya mashabiki na klabu yao, na ni sehemu ya mashabiki kukutana na viongozi wao kuweza kuzungumza mawili matatu kwa ajili ya klabu yao, kubadilishana mawazo mashabiki kwa mashabiki, kukutana na kufurahia klabu yao. Kwa mfano tulifanya hii fans engagement pale Arusha kwa kuchoma nyama. Tulikuwa hatuuzi tiketi. Mechi iliyokuwa inafuata pale ilikuwa ni mechi dhidi ya Fountain Gate ambao wao ndo walikuwa wenyeji, sisi ni wageni, lakini tukafanya ile hamasa sio kwa sababu ya kuuza tiketi, kwa sababu ya kutengeneza hiyo fans engagement. Mashabiki wakutane na mashabiki kwa mashabiki, mashabiki wakutane na viongozi wao, tukae tuifurahie Simba yetu. Kwa hiyo hamasa huo ni mrengo wake wa kwanza. Mrengo wake wa pili ndio kuuza tiketi. Kwa hiyo kama option ya kwanza ya kuuza tiketi itatamatika, basi tunabaki na option ya pili ya fans engagement, watu wakutane, wafurahi. Muhimu, shabiki wa Simba, anza kuandaa hela yako sasa hivi. Yaani tukisema tukiingilio pia na wewe uko pia, kama una kadi yako ya N-card, yaani unakaa hivi bana, unaingia kwenye kwanza unaingia kwenye account ya Simba Sports, unaangalia okay, Rabi kasha post viingilio, unatoka unaingia kwenye mtandao wako wa simu, unanunua unamaliza, unaweka. Yani in a minute huo umekamilika. Hauna kadi, unakwenda kuvizia zako pale kwa Lampard Electronics. Yani tiketi zimeanza kuuzwa tu, umenunua hapo. Ukichelewa utakuta mwana si wako.